Na baada ya kufanya kazi nje ya nchi kwa miaka mingi na kushuhudia changamoto ambazo Wakenya wengi hukabiliana nazo katika azma yao ya kupata ajira ng'ambo, Peter Maina aliamua kuwa daraja ya kuwaunganisha wengine na nafasi ibuka. Maina ameanzisha shirika la uajiri linalolenga kuwaunganisha Wakenya na kazi katika milki za Kiarabu, kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na ambayo imesaidia maelfu kupata ajira. Fredrick Mwoki anamwangazia kwenye makala ya Kazi ni Kazi. Baadhi ya Wakenya wangependa sana kufanya kazi katika mataifa ya nje. Na kwenye makala ya juma hili nimepata nafasi ya kipekee ya kusemezana na bwana wa makamu ambaye amejitosa katika kazi ya kuwa ajenti na anawashirikisha Wakenya ambao wangependa kufanya kazi katika milki za Kiarabu. Nitakuwa nasemezana na yeye atueleze kazi yake imekuwa vipi, changamoto ambazo anakumbana nazo na wasia wake kwa wengine pale nje ambao wangependa kufanya kazi kama hii. Karibu. Kwa majina ni Peter Maina. Mimi ndiye director ama mwenye hii kampuni ambayo inaitwa Complex Solutions Ventures Recruitment Agency. Hii kazi tulianza hapo mwaka wa 2014. Ndio tulikuwa registered kama recruitment agency. Mwaka wa 2010 nilisafiri kwenda Saudi, from there nikaenda Qatar na mwisho nikaenda nchi ya Afghanistan. Pale nilipotoka hizo kazi za nje nikawa niko na manufaa zaidi. Nikaona kweli hizi kazi za nje iko na faida, manake nimejenga, nimefanya mambo mengi kifamilia, kwa familia. Nikaona kweli pia mimi nikishikilia wengine kama mimi pale nilianza nikaweza kusafiri kwenda hizo nchi zote, nikaona pia nishikilie wengine ambao wako pale chini ili nao pia wanawiri na wajijenge kimaisha. Kwa hii kazi pia tuko na changamoto, manake tunapeleka wale ambao wanajiita skilled and unskilled. Skilled ni professionals like wenye kuendesha magari, security guards, watu wa cleaning, watu wa nurses, engineers and all that. How do skilled workers. Kwa unskilled mostly ni hawa watu kazi za nyumba ambao pia after kufanya kazi za nyumba wanasave pesa zao, pia wanakuja wanaenda kazi za professional kama wale wengine. So changamoto mingi kwa hizi kazi za nyumba mostly juu wasichana wengi ndio tunapeleka nje. Unaweza pata umetumia pesa zako, umemfanyia kila kitu, mwanzo tunaanza na medicals, na train before ile wakati yake ya kusafiri akwambie kuna changamoto kwa nyumba hataenda. Hiyo ni hasara umeingia. Hivyo haikosi mashida hapa na pale kama vile biashara nyingine. Bora tu uwe trustworthy, ukuwe mwaminifu. Kwa hii kazi ni kazi nzuri sana, manake returns unaziona. Unaona kwamba mtu ameenda pale, ameruka ofisi, amefurahi, amenyeka kwao, amesomesha watu wao, na you see kuna returns ambazo unaziona kwa macho. Sasa kuna mikakati kadhaa ambayo imewekwa na serikali kwamba once uko Saudi Arabia ama kwa nchi zingine zote kuna usalama. Nchi nyingine ni Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, ni nyingi ambazo tunapata sasa hivi. Na zote serikali yetu imeweza kutuunga mkono kuleta zile baadhi ya documents ambazo lazima kila mtu akuwe nazo before aende kule nje. Tuko Nairobi, barabara inaitwa Chebas Road, nyumba inaitwa Gethenji Investment House, tuko 6th floor, room 601.
jinsi Bwana Maina alipoelezea kwamba hii kazi ukumbwa na changamoto si haba, ikiwamo maajenti ambao ni matapeli. Kauli ambayo nitakuacha nayo kwenye makala juma hili ni ujihadhari na maajenti wa usafiri ambao hawajahalalishwa na serikali. Ni hayo tu kwa sasa, hadi makala yajayo.